Jambo la kunasihiana katika dini ni moja katika ya sifa kubwa sana anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliposema katika sura wal asr, innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wako katika hasara, aliwavua katika hasara hiyo wanadamu aina nne. Hao hawako katika hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wanadamu waliovuliwa hawamo katika hasara ni wale wenye imani na kutenda matendo mema. Watu aina mbili, amanu, wakawa na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kumpokea malezi yake, amri zake, wa amilu salihati, na wakatenda matendo yaliyo mema. Watawasau bilhaqi, na watu wa aina ya tatu ni wale wenye kuhusiana kwa jambo la kweli la haki. Watawasau bisabri, na nne ni wale wenye kuhusiana juu ya suala zima la kusubiri, nasaha. Kwa hiyo iman, matendo mema, nasaha katika haki na nasaha katika subra. Kitendo chetu sisi cha kuhusiana kinatufanya tuondoke katika hasara. Mwenyezi Mungu asiturudishe tena katika hasara. Na kina mama watukufu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeonana tena, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atukamilishie siha na afya tuweze kumtumikia yeye mpaka kuondoka katika dunia hii. Moja kwa moja nawapeleka katika hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye walikuja baadhi ya sahaba kumsimulia Bwana Mtume juu ya hali ya mwanamama mmoja ambaye alikuwa akijulikana kwa sifa mbili kuu, sifa ambazo kama utajulikana nazo wewe, basi nadhani kila mmoja atakushuhudia kwamba wewe ni mtu wa peponi. Sahaba hawa walikuja wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna fulanata, hakika mama mmoja hapa mtaani, taqumu llaila, ana tabia ya kusali sana usiku, qiyamul layl, ana tabia ya kufanya ibada kwa wingi, ana tabia ya kuwasiliana na Mola wake kwa njia ya swala, na sala ndiyo sala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoizungumzia sala, aliizungumzia kwa mantiki kwamba sala ndiyo dini. Akasema, as-salatu imadu ddin, man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Sasa binti ambaye tunamuuliza ya Rasulullah na kukusimulia hali yake, ana sifa ya kusimama usiku kusali, taqumu al-layl wa tasumu an-nahar, na akiamka huwa amefunga. Bibi huyu unambashiria nini ya Rasulullah? Lakini kabla ya kumbashiria ana jambo lingine tofauti na mambo mawili haya anayoyafanya ya kheri. Anasali usiku, akiamka yumo ndani ya saum, lakinnaha tuudhi jaraha, lakini tatizo lake kubwa, anawaudhi majirani zake, anaudhia kwa walio pembezoni mwake miongoni mwa majirani. Taqumu llaila tasumu nahara lakinnaha tuudhi jarataha, usiku amesimama, mchana amefunga, lakini aachi udhia kwa majirani zake. Isma'u ila jawabi nabii sallallahu alayhi wasallam, waljawabu marir.
Mama zangu, na kuombeni kwa heshima na taadhima muisikilize jawabu ya Bwana Mtume ili tupate fatwa ya mwanamama ambaye usiku anasali, mchana amefunga, amejivisha guo la ibada, tena ibada mbili hizi katika ibada tukufu mno. Kama tutapata wasaa wa kuzizungumzia sala na saum, inatosha kwamba huyu mtu ni mwema. Lakini baada ya Mtume kubainishiwa na ila ya kwamba huyu bibi haachi udhia kwa majirani zake, Mtume aliwajibu masahaba akawaambia, la khaira fiha, hana kheri mwanamke huyo, hiya finnar, atatupwa motoni. La khaira fiha hiya finnar, atatupwa motoni. Huyo ni mtu wa motoni. Hana kheri vipi? Huyo anafunga usiku, anafunga mchana, anasali usiku, ni mtu wa ibada. Vipi awe hana kheri? Liannaha tuudhi jarataha, kwa sababu kule kumuudhi jirani yake na udhia kwa walio pembezoni mwake kumeharibu kila kitu anachokifanya, kumeharibu kila ibada zile anazozitekeleza. Sasa ukiweka mizani sala anayosali, funga anayofunga, upande wa pili uweke tabia mbaya alokuwa nayo, ile tabia mbaya inainyanyua ibada ya sala na funga alonayo. Ni sawa sawa na kupika chakula gunia 2 za pishori, lakini ukatia robo kilo ya mchanga katika chakula kile, chakula chote kitakuwa hakiliki. Kila atakayetafuna atatafuna changarau, lakini ni kidogo. Hadithi hii inatupa ibara ya kufahamu kwamba kumbe kuna jambo muhimu sana Muislamu anatakiwa afungamane nalo. Jambo lenyewe ni jambo la akhlaki, ni jambo la tabia njema, maadili. Ni jambo la maadili. Mtu kutoudhi wenzake huwa ametasarraf katika qimatul ulya cha tabia njema, akhlaq. Kukopi katika jambo la akhlaq ni kuingia katika mfumo wa kutopendwa na Mwenyezi Mungu na Mtume na kuwa miongoni mwa watu wa sifa za watu wa motoni. Sasa nini maana ya akhlaq? Ni nini maana ya tabia nzuri? Wanachuoni wetu wametuwekea wazi kwamba huyu mtu ana tabia nzuri, huwa kuna mambo matatu amefungamana nayo. Tukisema fulani bwana ana tabia nzuri, haina maana huyo mtu analoambiwa huwa anafanya au analitenda, liwe la halali liwe la haramu liwe. Huyo mtu ana tabia nzuri huwa ana kitu gani kikubwa? Au na mambo matatu ndio tabia nzuri. Lakini akiyakosa mambo matatu hayo, ibada unazozifanya, funga unazozifunga, sala unazozisali, maisha unayoishi, lakini hukufungamana na akhlaqi na mambo hayo, itakuwa ni sawasawa na mtu mwenye kutwanga maji katika kinu. Ndugu zangu, kabla ya kueleza mambo matatu hayo, imenijia hapa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema, akmalul mu'minina imanan, ukamilifu wa Muislamu kukamilika imani yake, ahsanuhum khuluqa, ni yule aliyekamilika tabia. Akmalul mu'minina imanan, waumini waliokamilika imani zao, ahsanuhum akhlaqa, ni wale wazuri wa tabia.
Hapa Mtume hakusema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ibada, ahsanuhum salatan, ahsanuhum siyaman. Akhlaq ndio kitu cha kwanza. Ikamilike imani yake, lazima awe na tabia nzuri, lazima awe na maadili mema. Kuna watu wanashinda katika msala, ukifika unamwona yuko kwenye msala, ukifika amekamata Qur'ani anasoma, lakini mdomo wake ni mchafu kuliko kichafu chochote unachokijua wewe. Sasa nini swila baina ya mdomo mchafu? Akianza kutukana, anaweza akatukana masaa mawili bila kupumzika wala kuingiza neno zuri ndani yake, lakini sala haachi, na Qur'ani haachi, na Alhamisi na Jumatatu haachi kufunga. Lakini huyo mara nyingine hukodiwa na wenzake, wanakuja wanambia, bwana, kuna mtu tunataka ukatutukanie. Wao hawawezi, unaweza wewe, ndio maana wanakuja kukodisha. Nyinyi mnataka kumkomesha mtu fulani, kamkodisheni bibi fulani tu, hodari wa kutukana. Basi watu wanakuja wanakuambia, yuko mtu tunataka ukatutilie adabu, ukatutukanie. Naye anasema mimi ndo mwenyewe naweza nikamtukana hata maji ya Zamzam yasimkoshe. Basi anachukuliwa naenda kutukana. Lakini wewe katika upande wa ibada unatambulika. Sasa watu wanashindwa kufahamu mizani ya ibada zako na tabia zako na hali halisi uliokuwa nayo, watu wakufahamu vipi akhlaq. Na mwingine huwa anawaambia hasa watu, mimi bwana sina haya. Kama mnataka kumkomesha fulani, nichukueni mimi, sina haya mimi, uso wangu kama wa mbuzi. Basi wewe umekosa maadili mema na umekosa kiungo muhimu sana kinachomfanya mtu akakamilika imani yake. Kama Mtume anasema alhayau minal iman, haya ni sehemu katika imani. Wewe unasema mimi sina haya. Mtume anasema alhayau shu'batun minal iman, haya ni kipande kinachokamilisha imani ya mtu. Na mshairi anasema idha qalla ma'ul wajhi qalla hayauhu wala khaira fil wajhi in qalla ma'uhu hayauka alayka fahfadhhu fa innahu yadullu ala fi'li al-karimi hayauhu. Huu uso una maji yake, na maji ya uso ni haya. Yakikauka maji hayo, huo uso hauna kheri. Mwanamke aliyesifiwa katika Qur'ani, aliyemfuata Nabii Musa, Mwenyezi Mungu alimsifu kwa wasfu upi? Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nabii Musa akafuatwa na binti, alipokuwa anakuja tu, Allah anasema alikuwa akija mwendo wake mwendo wa haya, ni mwendo tu. Kumbe haya sio tu kuona haya kwamba kula, mimi naona haya. Hapana, ile sio haya. Sema mimi naona haya kusema. Mtume alisemaje? Istahu min Allahi haqqal haya, muoneni haya Mwenyezi Mungu kweli wa kuona haya. Masahaba akasema inna nastahi walhamdulillah. Mtume akasema sio haya hiyo mnayoifikiria. Haya ni kitu gani? An tahfadha ar-ra'sa wama hawa, ni kukihifadhi kichwa na vilivyokusanywa na kichwa. Kuona haya maana yake ni hiki kichwa chako ukihifadhi pamoja na kila kilichokusanywa na kichwa. Kichwa kimekusanya masikio, kichwa kimekusanya mdomo, kichwa kimekusanya macho. Sasa hifadhi masikio yako, hifadhi mdomo wako, hifadhi na macho yako. Ukihifadhi vitu hivyo, umeona haya, macho yasitizame kibaya,
masikio yasisikilize udaku na uheke, na pia mdomo wako usimsengenye mtu wala usimtukane mtu, usimkejeli mtu, usimuumbue mtu. Utakuwa umeona haya. Kisha Mtume akasema walbatna, na mtu ahifadhi tumbo, wama na kilichohifadhiwa na tumbo. Sehemu hii ya tumbo huku chini kuna mambo mengi. Waliosherehesha hadithi hii wanasema uhifadhi sehemu hii yote inayoanzia chini huko, vyote vilivyokusanywa huko ukivihifadhi, kuanzia kula haram, kuanzia kubeba watoto wa haram, kuanzia kufanya machafu, yote hayo ni kuwa na haya. Kwa hiyo haya ni kitu kilichokuwa kinafungamana na tabia nzuri, kuanzia mdomo na ulimi na macho na masikio mpaka mwili mzima. Mwanadamu anapohifadhi anaitwa hayiyun, mwenye haya. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba wanasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashadda an-nasi hayaan min al-adhra'i fi khidriha. Bwana Mtume alikuwa na haya kuliko mwanamke mwanamwali aliyekuwa hajaolewa, aliye nyumbani kwa wazee wake. Mtume alikuwa zaidi kwa tabia yake ya haya. Vipi Muislamu aseme mimi sina haya, nichukueni mimi nitawatukania huyo mtu? Vipi utambulike kwamba fulani hana haya, anaweza akafanya lolote mbele ya yeyote, chochote kitakachokuwa, na wewe unajigamba juu ya tabia yako hiyo? Ya Rasulullah, inna fulanata taqumu al-layla wa tasumu an-nahar. Fulani usiku anasali, mchana amefunga, lakinaha tuudhi jarataha, lakini ni mbovu wa tabia kwa majirani zake. Conclusion, Mtume sema la khaira fiha hiya fi an-nar, atatupwa motoni, hana kheri huyo. Ndugu zangu, katika mnasaba huo tunapambana na tafsiri ya tabia nzuri ni kitu gani? Ulama wanasema ukisikia mtu ana tabia nzuri huwa ana mambo matatu. Kaful adha ni yule mtu mwenye kujizuia na udhia na maudhi na kero za aina yoyote kwa wenzake, kuanzia anaowajua mpaka sio wajua, majirani, wakubwa, wadogo, waume, wanawake, watoto, wazee, wanyama. Mtume alikataza hata wanyama tusiwafanyie dhulma. Kuna bwana mmoja alikuwa anaenda kazini kwake, moja katika nchi za Kiarabu, kisa kilichotokea waqiia kabisa. Alikuwa na mwenzake, basi wanaendesha gari, wanakwenda zao katika moja miongoni mwa shughuli zake. Njiani kwa mbali wakamwona mtoto wa mbwa ameweka mikono yake pembeni mwa barabara, kalala. Wanyama. Basi dereva akataka kuwaonyesha uhodari wake wa kuendesha gari, akamwambia yule mwenzake, angalia namna nitakavyomgonga yule mbwa, nitahakikisha nimeiponda mikono yake bila ya kumgusa kichwa. Basi akapeleka tairi za gari mpaka alipombwa pale, na kweli akaiponda mikono yake. Mbwa akaruka kwa maumivu makali, analia, na yeye huko anacheka. Dereva, naona umeona namna nilivyokuwa hodari, mikono tu ndo niliyoipata, kichwa sijakigusa. Mbwa huko analia kwa maumivu makali. Yule mwenzake anasema haikufika wiki, ilikuja kupata pancha gari pale pale walipomponda mbwa. Ndani ya wiki moja wakashuka, wakabadilisha tairi, wakaeka jeki katika gari,
Yule bwana akashuka akaeka tairi nyingine. Wakati sasa ameipandisha gari katika jeki na anaeka tairi nyingine, jeki ikavunjika, gari ikamlalia mikono pale pale alipomponda mbwa. Kulalia mikono chuma, gari ya zaidi ya tani 1 imemlalia. Kupelekwa hospitali, mikono yote ilikuwa imeshabadilika rangi. Madaktari wakamwambia hakuna solution isipokuwa kuikata mikono. Malipo ya yule mbwa aliyemvunja mikono alimkosa nini? Huu ndio uadilifu wa Mwenyezi Mungu hata kwa wanyama. Na ikiwa hivi Mungu anawalipa wenye kuwatendea wanyama, vipi wenye kuwatendea wanadamu wenzao? Udhia hukuambiwa kwa wanadamu tu, hata wanyama usiwaudhi. Maadamu Mtume SAW alisema kuna wanyama fulani fulani tu mkiwaona hao ni wakorofi, basi ruhusa maalum zimetolewa kwa wanyama maalum, si kila mnyama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda sana utulivu, akhlaq, maadili. Kwa hiyo ukisikia mtu ana akhlaqi nzuri, huwa ni kaful adha, amejizuia na udhia wa aina yoyote kwa wenzake. Jizuie udhia wa aina yoyote. Mkono wako usiudhi, mguu wako usiudhi, mkono, kila kitu chako kisiudhi. Na mara nyingi sana huu mdomo huu na mkono ndivyo vinavyofanya kazi kubwa sana ya kuleta madhara. Maana kuna maneno mengine utafikiri ni bunduki na risasi ya mtu anapozungumza. Utasikia fulani bwana na maneno machafu kweli kweli, siwezi. Anaogopewa kwa maneno yake, anaudhi. Anaweza akakupa neno moja ukalifikiria mwezi mzima halijesha machungu yake. Umeudhi. Alkalimat mithlu siham, maneno mara nyingine ni zaidi ya mikuki. Sasa Muislamu mzuri ni yule ambaye hawaudhi Waislamu wenzake kwa maneno yake. Na hadithi iko wazi, Mtume anasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake watapata salama, ndo kaful adha. Waislamu wenzake watasalimika na shari za ulimi wake na shari za mkono wake. Tukisalimika sisi na shari za ulimi wako na shari za mkono wako, wewe ni Muislamu mzuri. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha, anatuambia innakum lan tasau nnasa biamwalikum, hata muwe matajiri kiasi gani hamuwezi kuwaenea watu wote kwa mali zenu. Fasauhum bi akhlaqihim, lakini mnaweza mkawaenea watu kwa tabia zenu. Sauhum bi akhlaqikum, tabia mnaweza mkawaenea watu. Kaful adha, kujizuia na udhia. Badhlun nada, jambo la pili ni mtu kuwa mkarimu. Mkarimu wa kulisha, wa kutoa, wa kupenda watu. Badhlun nada, kusaidia watu. Utapata sifa kama hizi ndizo zinazomfanya mtu akaitwa mwenye akhlaqi nzuri. Akiwa nacho, hakubali kula peke yake, atagawana na wenzake. Kuna watu kwenye makabati yao ya nguo haikai nguo zaidi ya mwezi. Akishakuwa amevaa na yeye anataka na wenzake wasitirike. Kuna watu kila baada ya siku ananunua nguo na zipo tu nyumbani zile, hafikirii hata siku moja kuzichukua akazipeleka kwa wale ambao na wao hawajaonja furaha ya kuvaa.
Lakini ukimwona mtu anatoa kilichokuwa chake, anawafikiria watu wengine, hata hiyo nguo kuukuu ambayo wewe unaiona sasa hivi imeshapitwa na wakati, wallahi kwa wengine ni mpya. Wala usione tabu ukasema kwa nini niwapelekee nguo ambayo nishavaa. Wapelekee. Kwako wewe hiyo ni kuukuu, lakini kwa wengine ni mpya. Watu huokota mpaka jaani nguo na wakavaa. Vipi ukimletea kutoka kabatini asiichukue nguo hiyo? So unapoona mtu ana tabia kama hii ya kutoa, na sifa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameihimiza sana, kwa sababu ni ibada nzito, ibada ya utoaji. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Hawa watu wamesifiwa kwa nini? Kimbilieni katika uwanja wa pepo mkubwa kabisa kama mbingu na ardhi. Liman uiddat hadhihi aljanna uiddat lilmuttaqin, umeandaliwa watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Man humul muttaqun? Allah amewabainisha, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, wenye kutoa katika dhiki na katika faraja, katika wepesi na katika uzito. Yunfiqun, nambari moja watu wa peponi ni wale wenye kutoa, ikram. Sasa unangoja nini wewe usiyoingia katika kundi la watu hao? Na ukiingia katika kundi la watu hao unaitwa mwenye tabia nzuri. Kaful adha, badhlun nada. Sifa ya tatu, wa basatatul wajh wa talaqatul wajh, mtu kuwa na uso wa bashasha kwa wenzake. Wewe mwanamke, unapokutana na wanawake wenzako, unapokutana na ndugu zako, unakutana nao na uso wa bashasha, uso wa nuru, uso uliomemetuka, kwa sababu Uislamu ni Uislamu tuliofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Uislamu wa mtu yoyote mwingine. Na Mtume alikuwa hivyo, kana kathiru tabassum, Mtume alikuwa mwingi wa kutabasamu kila wakati. Hashan bashan, Rasulullah alikuwa ni mtu ambaye kila wakati ukimuona ana smile, na ndio maana akasema tabassumuka inda wajhi akhika sadaqa, ukimtabasamia ndugu yako unahesabiwa umetoa sadaqa. Hakuna dini iliyosema kwamba tabassum ni sadaqa isipokuwa Uislamu. Ina encourage watu wawe na nyuso za bashasha. Hakuna makero hapo kuonana na ndugu yako Muislamu. Na Mtume kasema katika hadithi nyingi, moja anasemaje? La tahqiranna min alma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, usidharau katika mema jambo lolote, hata kukutana na ndugu yako Muislamu kwa uso wa bashasha ni katika wema. Kama huna cha kutoa, si lazima mtu atoe 500, 1000, shilingi 100, hata kutabasam mbele ya ndugu yako Muislamu umetoa sadaka. Mtume anahimiza akhlaq. Kwa hiyo katika mambo matatu hayo, kaful adha, badhlun nada, basatatul wajh, hapa tunaweza tukaogelea katika kila sehemu, hatuimalizi. Lakini hili jambo la kuwa mkarimu, na hapa tupo katika kituo cha kuwalea mayatima. Sisi akina mama tunashindwa kufahamu kwamba hii ni ibada miongoni mwa ibada kubwa sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam natija yake aliizungumza, akasema ana wakafilul yatim, mimi Muhammad na mtu atakayemsaidia yatima, kahataini yaumal qiyama, tutakuwa kama hivi siku ya Kiyama. Mtume huyo. Nani anataka kuwa karibu sana na Mtume? Sote bila shaka. Sahaba Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami alikuwa fukara mno, maskini,
mpaka pahala pa kulala hana. Yeye alikuwa akilala nje ya nyumba, na baridi ya Madina siku za baridi ni baridi ya kweli kweli. Basi siku hiyo alikuwa amelala nje ya nyumba ya Mtume. Bwana Mtume alfajiri alipokuwa anaamka kwenda kusali, akampata katika nje ya nyumba yake. Akamuuliza, mbona uko hapa, huna pahala pa kulala? Akamwambia, Rasulullah, hii ndo hali yangu, na mimi napenda niwe karibu na wewe, ukitaka maji, ukitaka chakula, ukitaka chochote unitume. Mtume kwa kuiona hali ya Rabia ibn Ka'b al-Aslami akasikitika sana, akamwambia, unataka nini? Sema, mimi nitakuombea, Mwenyezi Mungu akupe unachokitaka, niambie unataka nini. Mtume hakuweza kumiliki moyo wake, anamwambia Rabia, sasa hivi niambie, huombi wewe, nitaomba mimi, unachokitaka Mungu akupe. Hii ni fursa kubwa anaipata sahaba Rabia ibn Ka'b. Lakini Rabia alipoona hii ni fursa kubwa ameipata kutoka kwa Mtume, akafikiria niombe nini. Akili yake ikazunguka katika dunia nzima, kilichokuwa muhimu anakitafuta ili amwambie Mtume nataka hiki. Kila anachokiwaza anaona kitaondoka baada ya muda, kitaondoka baada ya muda, kitaondoka baada ya muda. Nikichagua dunia na vilivyomo ndani vyote, lakini kuna siku nitaiacha dunia, nitaondoka mimi, hakuna maana yoyote. Mtume kanaambia niombe nini? Mwisho akatamka kitu ambacho Mtume mwenyewe hakuamini. Akamwambia, Rasulullah, atamanna murafaqataka fil janna, natamani kuwa na wewe kesho peponi, niombe, hicho ndicho ninachokitaka mimi. Sijui ingekuwa mimi na wewe ndo fursa hiyo tumeipata mbele ya Mtume, tungeomba nini? Kila mmoja analijua mwenyewe alilokuwa analitamani. Wanawake, mungeomba nini? Ya Rasulullah, basi dhahabu zote nivae mimi. Mwanamke yule ana madhahabu, vidole vyote vimeenea, mikono yote, viungo vyake vyote, mashaallah, basi ndo sifa yako. Mashamba yote niyapate mimi, kila kitu nikimiliki mimi, nataka watu wote waone nisikiliza mimi, nataka utafikiria kila kikubwa. Rabia ibn Ka'b kafikiria kitu kikubwa sana, kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walikuwa wanampenda Mtume, hawawezi kuvumilia. Kuna kijana mwingine anaitwa Thauban, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia, anampata analia. Akamuuliza, ma yubkika ya Thauban, unalia nini? Akamwambia, Rasulullah, ishtaqa qalbi ilaik, muda mrefu sijakuona. Wakati muda mrefu sijakuona, nikafikiria hapa duniani muda huu sijakuona, sasa kesho kiyama wewe ukienda utakwenda pepo za juu, mimi sijulikani, nitakwenda motoni, nitakwenda peponi. Hata nikienda peponi siko katika daraja ile ya mitume. Sasa kule kama sijakuona itakuwaje, kama maumivu yake ya kutokuona hapa duniani ni kama haya? Mtume akamwambia, usiwe na wasiwasi, man yuti illaha wa rasul, atakayemtii Mungu na Mtume, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Mtii Mungu na Mtume, utakuwa pamoja na mitume na salihina na mashahidi na watu wema. Sasa ikiwa kitu cha kuwa pamoja na Mtume ni kikubwa sana, lakini kuna mambo Mtume ameyaweka wazi kwamba hayo utakapoyafanya wewe utakuwa pamoja na Mtume. Moja, ana wakafilul yatim, mimi na mlezi wa yatima. Mchukue yatima, mlee. Kama huwezi kumlea, kuna nyumba ya mayatima pale, hakikisha na wewe unachangia katika kumlea yule yatima. Peleka kila siku ulichokuwa nacho. Atakapokula yatima umemlea, atakapovaa yatima umemlea, atakapokunywa yatima umemlea, atakaposoma yatima umemlea. Na ukimlea yatima, wewe na Mtume ni kama vidole hivi, yani umbali wenu na Mtume, yani mtakuwa karibu sana na Bwana Mtume, yani wewe ni mtu wa peponi.
Kuwalea mayatima ni moja katika daraja za akhlaq na tabia nzuri, kwa sababu tabia ni kulea, ni kukirimu watu, ni kujifunga mtu asifanye udhia wa aina yoyote. Haya mambo yatakuwa ni zawadi yako kubwa sana. Zawadi gani? Zawadi ya kuelekea akhira tunakokwenda. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijizuia simkere mtu yoyote. Bwana Mtume alikuwa mkarimu wa hali ya juu. Hizi ni tabia nzuri. Hakumkera mtu mpaka kufa kwake. Na siku alipokuwa Mtume yuko karibu kufa, aliwakusanya masahaba msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka katika makaburi ya Baqi, kichwa kimeanza kumuuma. Kabla ya siku chache kwa kufa Mtume, kichwa kilianza kuuma. Akigonga mlango, akiingia nyumbani kwa bibi Aisha. Bibi Aisha alimpokea Mtume kwa neno hili, wa ra'sahu, ya Rasulullah, kichwa kinaniuma. Mtume akamwambia bibi Aisha, bal ana ya Aisha tu wa ra'sahu, mimi ndio kichwa kinaniuma ewe Aisha. Ana u'aku kama yu'aku rajulani minkum, navyoumwa mimi ni kama watu wawili. Mtume alikuwa akiumwa kama watu wawili, kichwa kinauma ya Aisha. Ikawa Mtume ameanza kuugua sasa, anaumwa. Wake zake wale walikuwa wamemkalia eda 9, wote alikuwa akichukuliwa Mtume nyumba hii, anakwenda nyumba hii, kote alikuwa anaenda kuugua katika siku hizo. Hakuacha zamu hata siku ya maumivu yake. Lakini Mtume alikuwa anapenda tu akaugulie zaidi katika nyumba ya bibi Aisha. Na wake zake walinotice hilo na wakalijua, kwa sababu kila siku Rasulullah alikuwa akiuliza, aina ana ghadan, aina ana ghadan, kesho nitaenda kwa mke yupi? Angalia, anaumwa mpaka kesho ajui zamu iko wapi. Sasa wasahaba wakawa wanauliza, kwa nini anauliza hivi? Kwa sababu anataka kujua kama ni kwa Aisha ndo anafurahi zaidi. Aina ana ghadan, aina ana ghadan, niko wapi kesho, niko wapi kesho? Kwa Aisha. Ndo furaha yake. Na wake zake walikuwa wanajua hilo. Na ndio maana bibi Safia, mmoja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa hijjatul wada, ngamia wake alikataa kutembea. Maana ile hija Mtume alikwenda na wake zake wote, wakipiga kambi katika kila hema. Kama leo zamu ya Safia au Zainabu au nani, Mtume anakwenda. Sasa wakati mangamia wale wanakwenda, ngamia wa Bi Safia bintu Huyai akapiga magoti, hakutaka kwenda. Basi Bi Safia akaachwa huko, msafara huko mbali. Mtume akapata habari, mkeo kule Safia, ngamia wake Barakat amepiga magoti, hataki kwenda. Bwana Mtume akarudi, akampata Safia na lia, akamnyamazisha. Lakini kila kinyamazishwa, sauti ilikuwa ikizidi kulia. Watu wengine wanakuwa hivyo, kila ukiambiwa nyamaza ndo wanazidi. Na hii ni tabia za kina mama mara nyingi sana. Basi Mtume mpaka akahamaki, akawaambia watu, kaeni hapa sasa hivi, safari tutaanza kesho, tutalala hapa. Lakini hakufurahi kukaa pale, kwa sababu lengo lake lilikuwa wafike haraka. Sasa bibi Safia akajua kwamba Mtume amenikasirikia, sasa nifanye nini? Akamtuma bibi Aisha kwamba kaongee naye, kwa sababu anajua huyu ni kipenzi chake hata kuliko sisi wote. Kwa hiyo akiongelea naye kwa niaba yangu mtasamehewa. Bibi Aisha alipofika kwa Safia binti Huyai, kaambia Aisha, nataka ukamuongeleshe Mtume juu yangu mimi, aniridhie, malipo yake zamu yangu nitakupa wewe. Bibi Aisha na yeye akachangamka, akaona hii tenda ni kubwa sana, akasema sawa. Akaenda mpaka katika hema la Mtume, akafungua mlango,
Kufungua mlango, Rasulullah akamwona bibi Aisha, akamuuliza, ya Aisha, madha turidin, laysa hadha biyaumiki. Aisha, unataka nini leo? Si siku yako, kwani hujui siku ya zamu yako? Mbona unakuja? Bibi Aisha akasema, ya Rasulullah, hadha fadlullahi yutihi man yasha, fadla za Mungu anampa anayemtaka, na leo fadla za Mungu zimeniangukia mimi, nimegaiwa hii zamu na Bi Safia, lakini nataka umsamehe mke mwenzangu. Malipo ya kusamehewa yeye, mimi zamu yake inachukua mimi. Na Mtume ndivyo alikuwa anataka, naye vile vile Bi Safia akasamehewa. Ninachotaka kusema, wakati wa ugonjwa wake anaulizwa aina ana, mpaka alipofika kwa bibi Aisha kule ndo akafurahi. Wanasema masahaba, Mtume akaagizia maji yakachukuliwa katika sehemu ya visima aina mbalimbali. Mtume akaingizwa katika chombo, akawa anamiminiwa maji. Temperature imepanda mpaka mwili ukapata baridi. Ulipopata baridi mwili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndipo akapata kidogo afueni. Alipopata nafuu, Mtume akaenda msikitini akawakusanya maswahaba. Sasa msikilizeni Mtume alisema nini wakati huu. Rasulullah akawaambia Waislamu, inna abdan min ibadillah khayyarahu Allahu baina alkhuludi fi dunya wa baina iltihaqi birrafiqi al'ala. Yupo mja mmoja Mwenyezi Mungu amemwambia chagua baina ya kuishi katika ardhi milele au kuondoka katika dunia. Fakhtara arrafiqa al'ala, huyo mtu amechagua kuondoka. Sahaba hawajajua anaongelea nini Rasulullah, kumbe anajizungumzia mwenyewe kwamba siku zangu za kuishi hapa duniani zimekwisha. Sasa kitu gani unataka kutuambia ya Rasulullah? Anasema Mtume, man kuntu jaladtu lahu dhahran hadha dhahri, kama kuna mtu yoyote miongoni mwenu niliwahi kumpiga mgongo wake, niliwahi kumpiga mwili wake, fahadha dhahri, leo nimesimama hapa, mgongo wangu huu, mwili wangu huu, anyanyuke mtu aje anilipize kabla hatujafika kwa Mola. Mtume anasema hivyo, naye hakumuudhi mtu kwa kumpiga. Kaffa yada, mkono wake Mtume aliuzuia, ulimi wake aliuzuia. Ndio maana Allah akasema, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia. Lakini pamoja na yote hayo ameona bado siku kidogo nitakufa. Sasa nawauliza, yupo niliyempiga? Kama yuko asimame. Man kuntu dhalamtuhu fi malihi fahadha mali, kama kuna mtu nilichukua mali yake, mali yangu hii hapa, au aseme nimlipe. Wala yaqulu fudhu, wala mtu asione fedheha aina yoyote. Yupo niliyempiga? Watu kimya. Akasimama mmoja akasema, mimi ya Rasulullah. Watu wakashangaa, lini Mtume alikupiga? Halafu hata kama amekupiga, ukipigwa na mpenzi wako unaumia, si unafurahi? Umeumia, lakini kumbe umeumia, lakini kwa sababu unapenda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipenzi cha Waislamu. Huyu bwana akasimama, anaambia Rasulullah, mimi ulinipiga wakati tuko katika vita vya Badr. Unawapanga watu safu katika vita, ulikuwa na kadhibu, ulikuwa na mswaki mkononi, ukanipiga katika tumbo, ukaniambia kaa vizuri, naomba nikulipize. Na mwenyewe umesema kama mtu alikupiga, ulimpiga, ulipizwe, naomba nilipize. Akaambiwa njoo lipize. Kaja karibu na Mtume akamwambia Rasulullah, nipe.
fimbo hiyo. Kachukua fimbo, kaambia ya Rasulullah, uliponipiga tumbo langu lilikuwa wazi, halina nguo juu yake. Sasa wewe tumbo lako limestirika na kanzu hiyo ya Rasulullah, na kisasi nataka vile vile ilivyokuwa siku ile. Mtume SAW akanyanyua nguo yake akamwachia tumbo yule bwana, badala ya kulipiga tumbo la Mtume akalibusu tumbo la Mtume na kulikabili. Watu wakamshangaa kwa nini anafanya vile. Akasema, jamani, hizi zinaonyesha ni siku za mwisho mwisho za Mtume, na mimi sikutaka aondoke bila ya mwili wangu angalau kuugusa mwili wa bwana Mtume Muhammad. Basi watu wakaona na hii ni fursa kubwa huyu bwana aliyeipata. Akanadi bado Mtume, kama kuna mtu kuna haki yake niliichukua aseme, na atakayesema huyo ahabu ilayya, atakuwa napendeza sana kwangu mimi kuliko yule atakayekaa kimya wakati nilichukua haki yake. Akasimama mmoja, ya Rasulullah, kuna dinar 3 mimi nakudai. Watu wakashtuka, unamdai Mtume? Akamwambia, nyinyi hamkusikia Mtume anasema ahabukum ilayya, huyo atakayefanya hivyo anapendeza kwangu mimi, nataka nipendeze kwa Mtume. Akamwambia, unadai nini? Sema, Rasulullah, kuna dinar 3. Akamwambia Fadl ibn Abbas, mpe dinari zake 3. Akapewa. Akamwambia, yeyote mwenye shida na matatizo yoyote aseme, kama anataka kuombewa Mungu, anataka kuombewa dua, anyanyuke aseme. Akasimama mwingine, sema, ya Rasulullah, mimi ni muovu, ni mchafu na maasi, naomba dua. Mimi nalala sana, mtu wa kupenda sana kulala, naomba dua. Ya Rasulullah, mimi ni mnafiki, muongo, ulimi wangu huu haukuzoea kusema ukweli, naomba dua. Mtume akamwombea, akamwambia, Allahumma ja'alhu sadiqan, ya Rabbi mjalie awe mkweli, ya Rabbi muondolee usingizi huo, ya Rabbi mfanye mzuri wa vitendo, ya Rabbi mpe mambo mazuri. Akaombewa dua, kisha Mtume akaondoka pale akaenda zake. Baada ya muda mchache Waislamu wakasikia Mtume ameshafariki. Mahala shahidi ni kwamba Mtume mpaka wakati wa mwisho anawaambia, kama kuna maudhi aina yoyote nimefanya, nataka niondoke nisawazishe maudhi hayo, ima ya kumuudhi mtu katika mali yake, katika mwili wake, hata katika matusi. Ndani ya maneno yale aliyasema, wa man kuntu shatamtuhu, na kama kuna mtu nilimtukana, fahadha irdi, hishma yangu hii hapa, anitukane, anirudishie tusi kwa tusi. Matusi. Niaminini akina mama kwamba mwambao wetu huu, Mombasa, Lamu, mpaka Tanga, mpaka Zanzibar, kama kuna watu wamespecialize kwa kutukana, basi ni sisi. Matusi ya nguoni, nyumba zetu utadhani ni viwanda vya matusi, kuanzia watoto mpaka wazee. Na ukiona nyumbani kuna watoto wanatukana, ujue wamejifunza kutoka kwa wazee wao. Baba akiingia ndani ya nyumba, salamu yake ni matusi. Bibi akija kupokea shikamoo kwake ni matusi. Mama akija kuandaliwa chakula kwake ni matusi. Kila mmoja na matusi yake, mpaka amezoeleka mtu. Na kuna watu wengine hupewa jina kutokamana na tabia zake za kutukana. Sasa akajifundishe wapi kama si nyumbani? Wafanye nini watoto wanapowasikia wazee wao ndo wa kwanza kutukana?
Mshairi anasema idha kana rabbul baiti bitabli dhariban fala talumi sibyani ala raqsi fi, mwenye nyumba mzee kama ndo mpiga ngoma, watoto wakicheza usiwalaumu. Alianza kutukana bibi, babu, mama, halo, yani anti, mama mdogo na wengineo. Ndiyo maana watoto waonao wakaiga tabia za nyumbani. Man shabaha abahu fama dhalam, wanasema atakayemuiga babake hajadhulumu.